Shalom shujaa wa Bwana. Hakika hii ni siku nyingine nzuri, njema ambayo Mungu muumba mbingu na nchi ametukutanisha. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema, Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Yeye ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Ana mpango wa kukustawisha, ana mpango wa kukuongeza. Ndio maana kila siku anakufundisha neno lake ili upate kujua ni nini ulio wajibu wako. Na katika kujua wajibu wako, wewe usimamie haki yako na hivyo kumruhusu yeye uweze kutekeleza mpango wake mzuri juu ya maisha yako. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Maandiko matakatifu yanatuonyesha katika kitabu cha Waefeso ya kwamba Mungu anastahili kutukuzwa. Lakini kwa nini? Kwa sababu yeye anaweza akatoa majibu zaidi ya vile ambavyo tumeomba, zaidi ya vile ambavyo tumewaza. Muda mwingine unakutana na changamoto ambazo kwa namna moja au nyingine zinatufanya tujihisi kana kwamba hatuwezi kuvuka hizo changamoto. Zinatuvunja moyo, zinatuonyesha namna gani sisi wenyewe tuna upungufu wa namna fulani. Hatuna nguvu ya kutosha kuweza kutoa majibu. Lakini neno linasema kwamba yupo Mungu ambaye yeye anaweza akatoa majibu juu ya kila changamoto. Moja, zaidi ya tuombavyo, lakini mbili, hata zaidi ya tuwazavyo. Inawezekana ukawa na changamoto ambayo labda ni changamoto ya kifedha, na wewe kichwani mwako unawaza ya kwamba kama ningepata labda milioni 2 hapa ningekuwa nimetatua shida zangu zote. Lakini neno linasema kama Mungu sio tu anaweza akatoa utatuzi wa milioni 2, lakini neno linasema kama yeye anaweza akakupa zaidi ya kile ulichoomba, hata zaidi ya ulichowaza. Yeye anaweza akafungua milango sio tu ya milioni 2, lakini anaweza akafungua milango ya milioni 5, milango ya milioni 10, hata kuendelea. Yeye ni Mungu ambaye habanwi na ukomo wowote katika kujibu maombi. Lakini kinachovutia zaidi ni kwamba kama huyu Mungu ana uwezo wote, kwa nini tuwafanye? Neno linaendelea kubainisha hapa kusema kama hivi: anafanya kazi kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mungu anaweza akafanya ya mambo ya kujibu zaidi ya tuombavyo au tuwazavyo kwa kadiri ya nguvu ifanyayo kazi ndani yetu. Mimi ninaamini nguvu hii ni Roho Mtakatifu. Jinsi tunavyozidi kujiweka katika maombi kupitia muongozo wa Roho Mtakatifu, ndivyo tunavyozidi kumruhusu Mungu kufanya mambo makubwa maishani mwetu. Kumbuka, yeye Mungu ameweka kanuni kadha wa kadha ambazo zinafanya kazi katika ulimwengu wetu. Licha ya uweza wake wote, lakini yeye hataingilia maisha ya mwanadamu isipokuwa yule mwanadamu mwenyewe amempa ruhusa ya kuingilia kati. Ndio maana anatuambia ya kwamba yeye anazo nguvu ya kukupatia wewe majibu ya kila ombi uliloliomba, zaidi ya vile ambavyo umewaza, zaidi ya vile umewaza. Lakini kama una shida na hujaiomba, licha ya nguvu zote alizonazo, bado yeye hatoingilia kati. Kwa hiyo hii inakuonyesha wewe ya kwamba Mungu anaweza kukupatia majibu zaidi ya vile ambavyo unaweza kufikiria. Lakini ni lazima uombe. Lazima umruhusu kuingilia kati maisha yako. Yeye anaweza akajibu zaidi ya vile tuombavyo. Lazima uombe. Kwa hiyo haijalishi unapitia changamoto gani, omba, mtu wa Mungu, na utashangaa namna gani Mungu anakupatia majibu ya kukushangaza.